Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Leo tuko katika msiba wa mama yetu mke wa Alhaji Kinyasi. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza sisi kwa taufiki yake kuhudhuria katika msiba huu. Kwa hakika kwetu sisi ni msiba mzito sana. Mama yetu alikuwa ni mtu mwema sana, ni mtu ambaye ni mtu wa kheri. Hakuna mahala sehemu za kheri alikuwa hawezi kukimbilia. Iwe ni mahali kwa ajili ya kuimarisha ujenzi wa misikiti ya Mwenyezi Mungu, ujenzi wa madarisi kwa ajili ya kusoma dini ya Mwenyezi Mungu, lakini hata katika maeneo ya kuwaunganisha watu kwa katika kitu kimoja, mazingira ya kulea mayatima, ni mtu alikuwa mtu wa kheri sana. Tunatoa bishara njema na Mwenyezi Mungu amfadhilishie daraja yake kwa amali alizozifanya, na sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe mwisho uliokuwa mzuri kupitia msiba huu, na sisi tuweze kupata mauti ya mwisho uliokuwa mwema. Kwa hakika tunachohimiza kwa kuiga wema wa mama huyu, na sisi watu tuwe ni watu wema, tuige tabia njema alizoishi nazo. Mama huyu ulikuwa ukifika hapa nyumbani kwake alikuwa ni mtu mkarimu kweli kweli. Hakuna mtu aliofika aliona sura yake namna gani amechukia, namna gani amekuwa ni mtu aliokasirika. Ulikuwa huwezi kuona hali ile. Bali mama yule ulikuwa akiwa amechukia na huwezi kujua, saa zote ni mtu wa furaha, ni mtu wa kupenda wageni, ni mtu ambaye ukiingia nyumbani kwake huwezi kuacha kula chochote. Ala kulli hali ni mtu aliopenda wanachuoni, amependa watu walioongozwa na wanachuoni, amependa majirani, ni mtu aliopenda dini ya Mwenyezi Mungu ifike mbele. Tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu ampe mwisho uliokuwa mzuri na amfadhilishie kheri katika mauti yake, amjalie miongoni mkuwa ni katika watu wa peponi. Kaburi lake liwe ni moja katika raudha min riyadhil janna, lisiwe ni moja katika mashimo ya motoni, na inshallah Mwenyezi Mungu ampandishe daraja yake katika kaburi lake, na kesho siku ya kiyama akaingia katika pepo ya Firdausi inshallah. Tumeona mazishi ya leo hapa, imehudhuriwa na mamia ya watu, maelfu ya watu. Binafsi mazishi gani na una vipi la kuambia wengine? Ishara kwanza ya kuhudhuriwa na mamia ya watu, almar'u yamutu ala ma asha fihi, mtu anakufa na yale ambayo ameishi naye. Yeye alikuwa kwanza ni mtu wa watu, alishiriki mambo ya watu, ndiyo sababu watu wamemfuata. Lakini lau asingelishiriki mambo ya watu na tena ameshiriki kwa wema, ndio maana watu wamemfuata. Cha msingi na sisi tuandae mauti yetu kwa kupitia kuishi vizuri na watu. Tutakapoandaa mauti yetu kwa kuishi vizuri na watu, basi hii itapelekea na sisi Mwenyezi Mungu akitujalia tumekufa, basi mauti yetu watashiriki watu wengi, ili waje watuzike kwa wema na hali ya kuwa wakihuzunika kwa ajili yetu. Asante, jazakumullah khair. Assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuh. Kwa kweli kama tunavyosema, hakika tumepata pigo kubwa sana katika wilaya yetu ya Kondoa, kwa sababu waliofariki ni Khalifatul Qadria, halifa kina mama. Mama huyu kwa kweli ni mama ambaye kwamba alikuwa ni mcha Mungu sana, lakini ni mama ambaye kwamba alijikita katika masuala ya kidini. Mathalan kama vile alikuwa ni mtoaji sana wa hamasa kwa upande wa vijijini, namna ya kuhamasisha watu katika dini. Lakini katika neno moja ama katika jambo moja ambalo kwamba niliona kwake ni jambo la heri, mama huyu alikuwa hana sifa ya kukasirika. Alikuwa hana sifa ya kukasirika. Mara nyingi alipokuwa akikasirika, na alikuwa akihusia wenzake, unapokasirika basi jaribu kukasirika usoni. Utakapoachana ule ukuuzi, basi ile mozi yetu unaache nini? Unaacha nyuma. Kwa kweli tumepata pigo sana wanazawia na wanakondoa kwa ujumla kutokana na mama huyu. Nadhani yupo mzee wetu hapa, mzee Omari Doto, anaweza kuongeza jambo kuhusiana na msiba huu, lakini ni msiba mkubwa sana. Mwenyezi Mungu ajalie kila la heri. Alifanya kabla yake ile riadha min riyadhil janna. Ndio alifahamkako na jambo gani kuhusiana na hili, nadhani unaweza kuelezea vizuri. Kufuatana na hili jambo la mama yetu, alikuwa ni miongoni mwa watu wenye hamasa ya kuhamasisha watu katika dini na katika utoaji wa sadaka, akiwa yeye ni kipaumbele. Hakurudi nyuma katika maendeleo ya kujenga msikiti, madarisi na vitu vingine vingi ambavyo amefanya. Juu ya hayo sisi tunamwombea tu Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi.
kwa juhudi zake na maarifa yake yote ambayo alikuwa akitumia katika uhai wake katika msimamo wa dini. Wabillahi taufiki. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa alaikum salaam.